Ni feeling gani kuona kwamba like Daddy amekupa hiyo chance, then kwenye zile verse za mwanzo wakati anakuambia urudie ilikuwaje? Cha kwanza mimi sikuchukulia kwa ubaya kwa sababu project ndo zinavyokuaga. Unaweza ukafanya wimbo wewe mwenyewe kwa vibe lako ukaona wimbo ni mkali, ila baada ya kuwasikilizisha watu wakakupa comment, bwana sehemu fulani haipo sawa, sehemu fulani haipo sawa. Na nyimbo nyingi sana ambazo nafanyaga napendaga kuwasikilizisha watu. Kwa hiyo iko mimi sikukipokea kama kitu kibaya kwa sababu nilikuwa najua ana vision gani na wimbo, anahitaji nini. Kwa hiyo baada tu ya kunipa maelekezo ambayo niliyafuata na baada ya kumtumia mwenyewe akaona kwamba kijana kafanya kitu gani. Ngoma ilivyotoka ina jina lako ulijisikiaje? Ilikuwaje? Nijisikia furaha sana kwa sababu tokea nimeanza kufanya music na hii ndio project yangu kubwa ya kwanza. Kwa sababu nafanyaga nyuma project nyingi sana, lakini project ambayo imepata nafasi ukizingatia na kipindi hiki kilivyokuwa kigumu kama hivyo, tunaona hali kidogo hazipo shwari, lakini kwa upande wetu sisi tunawashukuru sana Watanzania kwa kutusupport kwa sababu wimbo umekuwa mkubwa sana, umekuwa yani tofauti na matarajio yetu. Tulitarajia kitu kikubwa lakini sio kwa ukubwa huko kipindi hiki. Oh yeah. Baada ya kufanya kazi na Daddy, DJ Daddy, vitu gani so far umeshajifunza, vitu gani ambavyo umelearn toka ile wakati mnaanza, yani ile mwanzo mnapanga and everything? Vitu gani kama msanii umekaa umeona kabisa hivi nimeongeza? Cha kwanza ni kwenye upande wa brandi. Nimejifunza kwamba msanii utakiwa ufanye kitu kwa udogo, unatakiwa kila project yako unaofanya uwe katika level ya ukubwa. Hata kama unaweza kwa uwezo bado hauna, lakini unatakiwa ujilinganishe nao au ufanye competition na watu ambao unawatazama. Ukijeka mdogo utakuwa hivyo hivyo mdogo. Kwa hiyo nimejifunza cha kwanza hiko. Cha pili nilichojifunza ni kwamba unatakiwa uwe na energy ya kazi. Yaani muda wote, saa yote inaweza ikatokea kazi, inaweza ikatokea simu ya kazi ukaitwa sehemu fulani, njoo sehemu fulani, muda wote, saa yote. Kwa hiyo nilikuwa na energy na pia unatakiwa uende na muda. Hivyo ndo nimejifunza. Sasa 8 au siku anasema ndo ulimtumia project. Ilikuwaje hiyo siku? Hiyo siku kwa sababu nakumbuka baada ya kuniambia verse zangu zile za nyuma hajazikubali, sikuweza kupata usingizi kwa kweli. Kwa hiyo nilikuwa naingia studio natafuta kitu ambacho kitamridhisha yeye kwa upande wake, kwa sababu sikuweza kulala kiukweli. Kwa hiyo nilikuwa napambania kombe. Alafu ninavyojua mimi muda usiku ndo mtu anakuwa ametulia, yani ametulia. Hata sisi studio mara nyingi sana tunaendaga mida hiyo kuanzia saa 8, saa 9, saa 11 huko ndo mida yetu ya kwenda studio. Kwa hiyo mimi najua nikimtaka mtu fulani muda fulani, yani kwa muda huo nilikuwa najua kabisa nitampata kirahisi. Mara nyingi inakuwa ngumu sana kwa msanii ambaye ameshirikishwa alafu akapata privilege ya kuwa na verse ya kwanza ya kufungua ngoma. Yani mara nyingi inakuwa ngumu. Na msanii akikushirikisha inategemea ni kwamba either upige chorus au ukae verse ya pili. Lakini kwa Daddy amekuwa na moyo tofauti kabisa, akakuachia na open verse. Hii unaizungumziaje? Cha kwanza napenda kumshukuru kwa sababu sio wote ambao wana moyo kama wake. Tokea first day nakutana naye mpaka hapa tulipofikia leo, napenda sana kumshukuru kwa sababu hata wimbo nilivyokuwa nafanya sikujua kama nitaanza kwenye verse ya kwanza, lakini yeye akaniambia bana mdogo wangu hapa utaondoka, na kweli naona kuna kuelekea naondoka kweli. Umeanza na Juma Lokole, ukitaka story zipo kwa Juma Lokole. Ilikujaje hiyo line? Baada ya kuandika verse ya kwanza nikawa natafuta kitu sasa cha kufanya mjini kidogo pachangamke. Sasa kama unataka mjini pachangamke, hivyo ndo vitu vya kuzingatia kwenye wimbo wako, ili mradi wakubwa pia nao watie mkono. Bana Daddy, quality za mtu famous ni zipi? Quality za mtu famous. Mtu famous. Bana Aflex, sikiliza hizi. Quality za mtu famous. Top 5, yani tutajie vigezo vitano vya mtu famous. Okay. Cha kwanza muonekano wako. Yani muonekano wako, appearance yako inatakiwa iwe inatisha. Ndio maana hata mimi hapa naweza nikatokea, mimi hata sio nijua tu, nikitokea tu hivi anaanza kusema nani ameingia au tension. Tension nilokuwa nayo. Moja hiyo chukua. Nachukua.
Aflex umeelewa? Tunaenda nyingine ya pili. Pili, uwe na matukio ambayo yanaweza yakakuzilishia watu kuonyesha kwamba mimi kweli ni famous. Ya mimi na matukio ambayo yangu mimi nishafanya show zangu mimi mwenyewe kwa mara ya kwanza, nimeandaa show inaitwa Batala Mchana, nimeita watu na kule wametikia kwa wito mkubwa, nikaonyesha kweli mimi kumbe ni mkubwa. Si ndio? Pili, mbili hiyo. Ya tatu, ngoja tumwambie J tukupe mtihani, mtuambie tatu ni famous ni mtu famous ya kwa mimi ninavyoona, kwa kuongezea hapo, mtu famous ni mtu ambaye yani ni mkubwa ki brandi, kinamba, yani ni mtu ambaye sehemu yoyote anapokuepo lazima uwepo wake ujulikane. Yeah. Presence ile. Yeah. Presence yake. Kuna tofauti gani kati ya celebrity na famous? Celebrity na famous. Famous na celebrity haina tofauti, kwa sababu ukishakuwa celebrity, ufamous lazima uwe nao. Yani ukiona, yani hiyo ni level. Ukiwa celebrity afu so famous haiwezekani. Lazima yani tunatafuta wenyewe ma celebrity, tunatafuta tuwe ma famous. Yeah. Kwa nini nikikwambia wewe ni celebrity au ni famous? Mimi ni celebrity ambaye naendea kwenye ufamous. Okay. Yeah. Okay. Wanatupa majibu huko mtandao. Aflex wewe ni nani? Yule kule. Ngoja uone anapobutua yule. Wewe famous. Paka unachoka. Kwa hiyo unamwambia Simba sikuposti tena. Kuna superstar, kuna celebrity na kuna famous. Unajua kila mtu ana ufamous sehemu yake, inategemea na sehemu aliyokuwa. Unajua mtu mwingine ni famous kitaa. Mimi kwa mfano nina bro wangu huyo famous pale mtaani. Akitoka yeye anafuata mimi, yani akini yeye kitani kwetu yeye ni anajulikana kushinda hata mimi. Ana hit yani akija pale mtu fulani boss tumbo bwana anambia bwana bro boss tumbo nani anashinda hadi mimi. Yani hivyo. Kwa hiyo kila mtu ni famous kitani kwake, si ndio Yeah. Alright, so I think tumalizie ma story. Kwa hii project so far mnaiona vipi? Plani ziko vipi? Mipango ikoje na tutegemee kitu gani? Cause ninasikia fununu kwamba kuna some artists wamezimika na goma ni kama wanataka kujump on remix. Bwana kama itatokea hivyo mimi nitafurahi nafikiri, na najua hata hizo remix zenyewe sidhani kama zitakuwa ni ndogo ndogo. Ni Leivani maana bro na bless sana. Afanye jambo, si ndio? Yeye basi ataanza kuchombeza. Anaweza lifanyike jambo. Lifanyike jambo bwana. Mimi nitafurahi sana ikiwa hivyo. Au sio? Yeah, nitafurahi sana. Alright, so fanya kama una bless ngoma chochote kile ambacho mnataka kushare na mafans out there, alafu tunahitaji vibe hapa studio. Nafikiri sana mimi sina vitu vingi sana cha kuwaomba. Mimi sana ninaomba support yao tu. Hapo walipo support mimi nashukuru sana. Nitakuwa mchoyo au nitakuwa sina fadhila kwa hiki nisiposhukuru. Hapo nashukuru sana, lakini ningependa pia wangenizidishia pia hata hiyo milioni 1 ikiwezekana, hata kesho tukiamka tuikute namba zisome. Itakuwa ni poa sana. Si ndio Goma letu hilo hapo linaitwa Famous, nimemshirikisha J. Mimi nachopenda sana naomba sana ipo chini ya miguu yenu nyinyi supportini tu wana. Man. J, anything? Mimi cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Cha pili napenda kuwashukuru watu wote ambao wananisupport mpaka hapa nilipofikia. Sina kikubwa cha kuwalipa zaidi ya kuahidi kazi nzuri. Tupo sawa, tuna mawe ya kutosha na moto huu hamna kenge yoyote anausogelea. Kwa tuko vizuri. Si ndio Yeah.